Zambia inaendelea kusubiri matokeo rasmi ya uchaguzi wa rais uliofanyika siku ya Alhamis Agosti 13 mwaka 2026, huku mvutano wa kisiasa ukiongezeka baada ya mchakato wa kuhesabu kura kukumbwa na vurugu na tuhuma za kuingiliwa kwa zoezi la uchaguzi. Tume ya uchaguzi ya Zambia ECZ ilisimamisha kwa muda kuhesabu na kutangaza matokeo kote nchini baada ya kuripotiwa mashambulizi dhidi ya baadhi ya maafisa wa uchaguzi pamoja na kuibwa kwa karatasi za kura zilizokuwa tayari zimewekewa alama. Hata hivyo, siku iliyofuata ECZ ilitangaza kuwa tishio la kiusalama lilikuwa limedhibitiwa na kuhesabu kura kungeendelea. Hii ni TriGen Media. Mvutano huo umeongezeka zaidi baada ya Brian Mundubile, mgombea wa muungano wa Tonse Alliance, kudai kuwa ameshinda uchaguzi huo kabla ya ECZ kutangaza matokeo rasmi ya kitaifa. Mundubile amesema hesabu zinazofanywa na chama chake kupitia mfumo wake wa kukusanya matokeo zinaonyesha kuwa amepata ushindi na pia chama chake kimefanya vizuri katika uchaguzi wa wabunge. Hata hivyo, hadi sasa hakuna matokeo rasmi ya kitaifa yaliyotolewa na ECZ yanayothibitisha madai hayo. Hivyo kauli yake bado inapaswa kuchukuliwa kama dai la kisiasa na si tangazo rasmi la ushindi. Kwa upande mwingine, Rais Hakainde Hichilema anayewania muhula wa pili kupitia UPND amewataka wananchi kubaki katika hali ya utulivu na kusubiri mchakato rasmi wa ECZ kufanyika. Hichilema anaingia kwenye uchaguzi huu akitetea rekodi yake ya kiuchumi, ikiwemo jitihada zake za kurekebisha deni la taifa, kuvutia uwekezaji na kuimarisha sekta ya madini. Lakini wapinzani wake wamekuwa wakisema kwamba mafanikio hayo ya kiuchumi bado hayajatafsirika kwa kiwango cha kutosha katika maisha ya wananchi wa kawaida. Masuala ya gharama za maisha, ajira, umeme, kipato na hali ya uchumi yamekuwa sehemu muhimu ya mjadala wa uchaguzi huo wa Zambia. Licha ya serikali ya Hichilema kupata mafanikio katika mageuzi ya kiuchumi na mchakato wa urekebishaji wa deni la taifa, wananchi wengi bado wanakabiliwa na gharama kubwa za chakula, nishati pamoja na changamoto za ajira. Hilo limewapa wapinzani nafasi ya kusema kwamba mafanikio ya takwimu za uchumi hayajafika kikamilifu kwenye maisha ya familia za kawaida. Uchaguzi huu pia una umuhimu mkubwa kwa sababu madini ya shaba na madini muhimu kwa teknolojia ya kisasa yanahitajika kutoka Zambia. Zambia ni mzalishaji mkubwa wa shaba barani Afrika na serikali ya Hichilema imeweka lengo la kuongeza uzalishaji wa shaba kwa kiasi kikubwa katika miaka ijayo. Hali hii imeufanya uchaguzi huo kuvutia pia maslahi ya mataifa makubwa, hususan ni Marekani na China, nchi ambazo zina maslahi makubwa katika sekta ya madini nchini Zambia. Kwa upande wa mchakato wa uchaguzi, waangalizi wa kimataifa wanaeleza wasiwasi kuhusu vitisho, vitendo vya vurugu na tuhuma za utekaji ama kutishwa kwa baadhi ya watu. Umoja wa Ulaya na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC wamezitaka pande zote kupunguza kauli za uchochezi na kuhakikisha kuwa mchakato wa kuhesabu kura unaendelea kwa uwazi. Hili ni muhimu kwa sababu Zambia imekuwa ikitazamwa kwa muda mrefu kama moja ya nchi zenye historia ya uhamishaji wa madaraka kwa njia ya uchaguzi wa amani. Jambo muhimu kwa sasa ni kwamba hakuna mshindi wa urais aliyetangazwa rasmi nchini Zambia. Ratiba ya ECZ inaonyesha kuwa upokeaji na uhakiki wa matokeo unatarajiwa kufanyika kati ya Agosti 15 hadi 17, huku tangazo la matokeo ya uchaguzi wa rais likipangwa kufanyika Agosti 17. Kwa mfumo wa uchaguzi wa Zambia, mgombea anatakiwa kupata zaidi ya 50% ya kura halali ili kushinda moja kwa moja. Vinginevyo uchaguzi wa marudio unaweza kuhitajika. Kwa hiyo Zambia iko katika kipindi nyeti cha kusubiri matokeo rasmi, huku pande mbili kuu zikitoa ishara tofauti kuhusu nani hasa anaongoza. Mandumbile tayari amedai ushindi, wakati Hichilema na serikali yake wanasisitiza umuhimu wa kusubiri tangazo la ECZ. Kinachofuatwa sasa si tu jina la mshindi, bali pia kama ECZ itaweza kukamilisha uhakiki na kutangaza matokeo kwa njia itakayokubalika na vyama vyote, waangalizi pamoja na wananchi. Ikiwa kutatokea mzozo kuhusu matokeo ya namna taasisi za Zambia zitakavyoshughulikia,
itakuwa ni kipimo pekee cha uimara wa demokrasia ya taifa hilo. Na hii ni TriGen Media.